Ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Semburi Ngusa Mgendi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kibamba, kata hii ya Kibamba, manispaa ya Ubungo. Kama mwenyekiti wa Kibamba, kwa kweli nikiwa kama mwakilishi wa wananchi wa mtaa wangu wa Kibamba, jambo la msiba wa mzee Chazi kwa kweli limetusikitisha sana. Sisi sote, si kwa vijana, wala si kwa wazee, wala si kwa mama. Nikianza na vijana, kwanza uwanja ulikuwa opposite na nyumbani kwake. Kwa hiyo ni jinsi gani alikuwa anatoa ushirikiano kwa vijana wakati wa mipira inapochezwa, alikuwa anatoka nje, wakati mwingine anakaa hapa kibarazani, anaangalia vijana wanavyocheza mpira, inapobidi kuwapa mipira alikuwa anaweza kuwapa mpira vijana. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa hana makundi, nikizungumza kwa ujumla. Ni mtu ambaye alipenda wananchi na hasa kwa wananchi wa Kibamba. Kweli mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa nilikuwa na vikao naweka vya wananchi. Nilipokuwa naweka vikao vya wananchi, alipokuwa akiwa nyumbani kwa mapumziko, kweli alikuwa ni mhudhuriaji. Alikuwa ni mhudhuriaji mzuri sana katika vikao vya wananchi, na bahati nzuri alikuwa anachangia. Hoja kubwa sana alikuwa anachangia ni kuhusu masuala ya miundombinu, barabara. Unajua bila barabara hapawezi kuwa na maendeleo. Hata kama linatokea janga la moto, huwezi kufika sehemu pasipokuwa na barabara nzuri. Kwa hiyo alikuwa anatoa hoja zake za misingi kuhusu barabara, miundombinu kama vile maji na nini. Alikuwa ni mtu kwa kweli mwenye busara zake. Na hata katika uchangiaji, unajua mara nyingi vijiji vyetu vitu vingi tunavikosa, lakini tunapoweka vikao mara nyingi tunahitaji wananchi kuchangia. Pasipo kuchangia kidogo serikali nayo inaweza kuwa ina support unapokuwa umechangia. Kwa hiyo alikuwa ni mchangiaji mzuri. Mwaka jana tu tulikuwa na mwenge wa uhuru ambao ulikuja kuzindua madarasa. Kwa madarasa yalikuwa madarasa 12 yamejengwa shule ya Kibamba, ambayo imekuwa sasa ni Kibamba B. Jumla tunakuwa na shule 2. Mradi wa madarasa ulikuwa na mradi wa shilingi milioni 400, lakini katika mchango alichangia mzee wa watu. Kwa kweli sisi kama wana Kibamba hatuna haja ya kumsema vibaya, tuna kila haja ya kumsemea na kufika katika msiba wake huu mkubwa ambao nadhani kila mtu mwananchi wa Kibamba hili jambo limemsikitisha sana. Ndugu mtangazaji, mimi kama nilivyoeleza, mzee Chazi kwa kweli mimi alikuwa ni mtu ambaye wa karibu sana na mimi. Mimi nilikuwa na uwezo wa kufika hapa na kumuelezea kama kuna jambo kubwa hasa la kimaendeleo ndani ya mtaa. Mimi binafsi si kufika kwa ajili ya kumwomba, ila nilichokuwa nakipata kwake ni busara zake. Tunakaa tunaongea, mwenyekiti, mimi sasa hivi niko hapa, kama kuna jambo lolote mtaani naomba nielezee. Kwa nilikuwa namuelezea, tunashauriana. Ni hazina kitu ameniachia busara. Alikuwa na busara sana. Kwa alikuwa ananishauri pale ambapo pamekaa vipi, na kwa sababu amekuwa ni mtumishi wa umma muda mrefu sana na ametembea nchi mbalimbali. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana alivyokuwa navyo kichwani mwake. Vitu ambavyo akikueleza unaona kabisa hivi vitu ni vya msingi kabisa. Mahala ya mwisho baada ya uteuzi wake kwenda katika kutumikia ofisi ya Rais Zanzibar, tulibahatika kukaa naye. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana mwezi kama wa 5. Tulikutana, tulikuwa tukizungumzia kuhusu barabara. Kama nilivyokuwa nimesema, alikuwa ni mtu anapenda masuala ya miundombinu. Tulikutana hapa nyumbani na tuliweka kikao maeneo ya uwanjani hapa. Tuweka kikao, tukashirikiana namna gani tunaweza kuboresha hii barabara yetu. Alichangia vifusi, barabara mpaka sasa inapitika kuja hapa kwake. Kwa hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho, kwa sababu alikuwa sio mtu wa kuona naye kila wakati, sababu ni mtumishi tayari na achakuwa mtumishi wa Ikulu, sio mtu mdogo. Kwa alikuwa ni mtu mkubwa sana. Utamkumbuka kwa kitu gani Chazi? Kikubwa sana Chazi naweza nikasema utamkumbuka kwa hekima zake. Maana ni bora mtu akupe hekima na busara akuelezee, lakini kuliko kukupa fedha au na kitu kingine. Kwa hiyo kitu kikubwa naamini ambacho hakitaniishi moyoni mwangu, nitaishi miaka yote nikijua niko na mzee Chazi. Hekima alizokuwa tukikaa kinielezea, kwa kweli hizo nitaendelea kuziishi ndani ya moyo wangu na ndani ya Watanzania wote. Jambo ambalo nitakuwa nalo nitaendelea kulisema kwa niaba ya faida ya Watanzania wote. Okay, la mwisho, ratiba ikoje kwa sasa hapa nyumbani mpaka siku ya mwisho?
Kwa kweli ratiba hapa ilianza kutangazwa jana mara tu baada ya msiba kutokea. Miongoni mwa watu ambao tuliwahi kufika hapa nilikuwa ni mimi mojawapo kama mwenyekiti wa mtaa. Ukiangalia mimi mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Kwa hiyo tukio kubwa la kitaifa kama hili lilivyotokea nilifika mapema. Ratiba tulianza kuipata tangu jana. Ratiba ilikuwa leo mwili utaingia hapa saa 10:30 siku ya leo Jumanne. Siku ya leo Jumanne mwili utaingia saa 10:30. Baada ya kuingia hapa kutakuwa na misa ndogo. Baada ya ile misa ndogo ataingia ndani atapumzika, lakini kesho kuanzia saa 3 kutakuwa na msafara wa kutoka Kibamba kuelekea Mbezi katika kanisa la Anglikana liko pale Ubungo. Liko pale Ubungo kanisa la Anglikana ambako itafanyika misa ya kumwaga mzee wetu Charles Hilary, na baada ya ile misa safari itaanza hapo kuelekea bandarini tayari kwa ajili ya kwenda kumuhifadhi nyumbani kwake mahali alipokuwa anaishi Zanzibar kwa siku ya Jumatano. Kwa hiyo ni washauri wananchi wa Kibamba na ni waombe wale ambao watakuwa wamejaliwa kuwa na nafasi ya kuweza kumsindikiza mzee wetu Charles kwenda kutoka Kibamba kwenda kanisani Ubungo, basi wafike angalau tukatoa heshima zetu za mwisho kwa ajili ya kumwaga mwenzetu Charles. Wana Kibamba wote na wale majirani wa mitaa ya Kibamba na sehemu zingine ni waombe sana, ni kiongozi ambaye amelitumikia taifa kwa muda mrefu, sote tunamkumbuka. Ukizungumzia Charles hakuna mtu Charles Hilary, maana nikisema Charles inawezekana usimuelewe zaidi, ni mtangazaji maarufu mahiri ambaye amelitumikia taifa kwa kipindi kirefu, Charles Hilary. Na hapa nyumbani kwake kuna bango limeandikwa pale Charles Hilary. Kwa kweli ni waombe sana wananchi wenzangu wa Kibamba tufike pale Ubungo kwa ajili ya kutoa heshima zetu za mwisho. Nimefurahi kuzungumza na mwenyekiti, poleni sana. Asante sana, nashukuru. Na mimi niwashukuru sana. Nashukuru vyombo vya habari kupitia Global TV. Nimeona tangu jana mko ndani ya tukio, tena kwa haraka sana mlifika, na sijui taarifa mlizipataje, lakini baada ya msiba kutokea niliona mmeshafika hapa na tayari mliweza kutoa taarifa mbalimbali. Taarifa zenu zilitoka vizuri. Hilary Daudi, niwashukuru sana watangazaji wangu wa Global TV, mko vizuri, smart sana. Mmefuatilia namna ya mwenendo wa msiba wote. Nimeona tangu mmefika mjakaa chini, mnajaribu kuona makundi mbalimbali kupata taarifa za msiba, na ndio maana ya vyombo vya habari. Muhimu ni kufika mahala kupata taarifa na kuzisambaza. Wajibu umetimiza kwenye hili chombo cha habari Global TV, na washukuruni sana kupitia mkurugenzi wenu. Nadhani amepata vijana mahiri wanaoitendea haki kazi yao. Kwa Kibamba hamna baya. Karibuni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.